na mtafuta Hashimu Ibwe, afisa habari wa Azam FC. Ibwe, habari za asubuhi. Salama mkai, mmemkaje studio? Sisi tuko vizuri Ibwe. Hongereni Azam FC kwa kumnasa kocha mkubwa mwenye CV kubwa barani Afrika. Mbona unacheka Ibwe? Hizo umezitoa wapi? Ni katika harakati tu za kuendelea kudukua Ibwe. Mimi narudi kwenye maudhui pengine ya kipindi chenu jana. Naam. Naungana na Father Jeffrey Akamanda kwamba kila binadamu ana namna yake ya kuishi, kila binadamu ana namna yake ya kufikiri. Unaweza ukapendwa, unaweza usipendwe. Kwa hiyo pia kila mtu ana namna yake anaweza kuwaza. Kwa hiyo ni mawazo huru, sisi wala hakuna tatizo lolote na watu kufikiria hivi. Lakini tunashukuru pia kwamba wanatuombea mema. Naam, lakini Ibwe, mpo kwenye mpango na kocha Ibenge katika kuhakikisha kwamba anakuja kuvaa viatu vya Rashid Taus? Hapana, kwa sasa hapana. Kwa sababu sisi tunaye mwalimu Rashid Taus, yuko na bench lake na anafanya kazi nzuri so far. Ijapokuwa raundi ya pili haijawa nzuri sana kwetu, lakini ni vizuri kwanza kuheshimu kile ambacho anakifanya mwalimu. Na kila kitu kinakwenda kama vile ambavyo alikubaliana na management. Tuna focus na mechi ambayo inakuja kesho. Actually ndani ya dakika kama 45 kutoka sasa tutakuwa pale NBC HQ Posta kwa ajili ya mkutano na wanahabari kuelekea hiyo mechi. Sijui kama wenzetu wameshafika, lakini tunachojua sisi mechi tutacheza kesho na inshallah tutakuwa na wakati mzuri. So far mwalimu wetu anafanya kazi yake na sisi. Jina la Ibenge linatajwa Azam FC. Unadhani kwa nini? Wakati mwingine ni vitu tu vinatokea, vinatokea. Na unatamani kuwa na Ibenge? Of course ni kocha mzuri sana. Ni mwalimu ambaye ni ndoto pengine ya kila klabu ambayo inatamani kufika level fulani. Kwa sababu kwanza ana sifa ya kuwa recruiter mzuri. Ni mwalimu ambaye anaweza kuchukua kusport vipaji. Ni mwalimu ambaye anaweza kuvitumia vipaji kwenye nafasi. Sasa hii ndio sifa ambayo inamfanya mwalimu mzuri kuwa mwalimu. Kama ambavyo tunaambiwa kwamba miongoni mwa walimu wenye kazi ngumu na walimu wazuri ni walimu wa kindergarten, darasa la kwanza. Hawa wana kazi ya kummenta mtu ambaye atakuja kuwa mzuri zaidi huku kwenye masters, kwenye degree. Sio? Yes. Kwa hiyo unahitaji mwalimu wa kaliba hiyo kwenye timu yako. Ni mwalimu mzuri sana. Kila club Afrika inatamani kuwa na huduma yake. Lakini nafikiri hata Watanzania wangependa kumuona Tanzania. Ni jambo ambalo linavutia kwa kweli. Lakini tuendelee kula kidogo mtori, nyama ziko chini. Na tukihitimisha tu, Feitoto yuko sawa sawa? Yuko Mutrip, Konki, Ngangari, chuma kwa chuma. Vipi, nikupe ubuyu? Niambie. Tuishie hapo kwa leo. Na kijana Msindo naye yuko sawa sawa? Mutrip, chuma, Ngangari, nikupe ubuyu? Hujaipata hiyo, manake mnyama pia anammezea mate huyo. Atameza sana. Msindo alikuwa gumzo sana Afrika Kusini kule. Hawajapata ofa 2-3. Vipi, hakuna ofa yoyote? Jeff hapa anaongezea swali. Afrika Kusini kijana alicheza vizuri sana. Bahati mbaya sana hatujapokea ofa yoyote kusema ukweli. Niwe muwazi kabisa. Labda kama kuna wachezaji wetu ambao wanazungumza na hawa watu huko nje, lakini sisi kama klabu hatujapokea ofa yoyote. Na sijui ni kwa nini watu wengi huwa wanahofia kufanya direct approach kwa Azam Football Club kwamba tunatamani huduma ya mchezaji wenu fulani, tunatamani kupata huduma ya staff wenu fulani, tuzungumze tuone namna gani tunampata. Sijawahi jua ni kwa nini watu huwa wanahofia kulifanya hivi. Official statement ya club, maelekezo ya CEO ni kwamba yoyote anayetamani mchezaji au anayetamani huduma ya mtu yoyote ndani ya Azam Football Club andike tu official letter, wao wanawakaribisha mezani kwa ajili ya mazungumzo. Hata wakiitaka encyclopedia babu zaka za kazi inapatikana. Waje mezani wazungumze. Encyclopedia. Wamtake professional kit manager wetu pale bwana Hamisi, waje wamchukue.
kwa sababu tunatoa somo namna ya kuendesha club na namna ya kusimamia timu. Na kwenye kuendesha club mko vizuri sana, ila makombe tu ndio tatizo. Kwa kweli makombe tunayo Mkai, labda uje nikupe ziara pale Azam Complex. Nataka kombe la ligi kuu Ibwe, nalo moja liko tu. Pale Azam Complex Chamazi, twende nikupeleke. Na wakati ligi kuu mwenye CV kubwa barani Afrika. Mbona unacheka Ibwe? Hizo umezitoa wapi? Ni katika harakati tu za kuendelea kudukua Ibwe. Mimi narudi kwenye maudhui pengine ya kipindi chenu jana. Naam. Naungana na Father Jeffrey Kamanda kwamba kila binadamu ana namna yake ya kuishi, kila binadamu ana namna yake ya kufikiri. Unaweza ukapendwa, unaweza usipendwe. Kwa hiyo pia kila mtu ana namna yake anaweza kuwaza. Kwa hiyo ni mawazo huru, sisi wala hakuna tatizo lolote na watu kufikiria hivi. Lakini tunashukuru pia kwamba wanatuombea mema. Naam, lakini Ibwe, mpo kwenye mpango na kocha Ibenge katika kuhakikisha kwamba anakuja kuvaa viatu vya Rashid Taus? Hapana, kwa sasa hapana, kwa sababu sisi tunaye mwalimu Rashid Taus, yuko na bench lake na anafanya kazi nzuri so far, ijapokuwa raundi ya pili haijawa nzuri sana kwetu, lakini ni vizuri kwanza kuheshimu kile ambacho anakifanya mwalimu, na kila kitu kinakwenda kama vile ambavyo alikubaliana na management. Tuna focus na mechi ambayo inakuja kesho. Actually ndani ya dakika kama 45 kutoka sasa tutakuwa pale NBC HQ Posta kwa ajili ya mkutano na wanahabari kuelekea hiyo mechi. Sijui kama wenzetu wameshafika, lakini tunachojua sisi mechi tutacheza kesho na inshallah tutakuwa na wakati mzuri. So far mwalimu wetu anafanya kazi yake na sisi tunaheshimu programu yake na kila kitu kiko sawa. Lakini sisi tunakubaliana mwishoni mwa msimu Tausi mnaachana naye, si ndio? Pana, siwezi kusema kitu kwa sasa kwa sababu ni lazima wazungumze wenyewe ambao wanasimamia timu. Hapa na wazungumza viongozi wa juu. Wao ndio watakuwa na official statement kwamba ni mwalimu ambaye tunaendelea kusalia naye, na huwezi kufanya maamuzi mpaka msimu umalizike umfanyie mwalimu evaluation, overall evaluation, kwamba kile mlichokubaliana msimu ukianza na hiki ambacho kimepatikana baada ya msimu kumalizika, je, kimetoka? Timu iko nafasi gani? Imecheza kwa ufanisi gani? Na pengine project ambayo umekuja nayo kama mwalimu inaweza ikaifaa klabu kwa muda gani kwenye kipindi ambacho kinafuata? Kwa hiyo ndio vitu vidogo ambavyo lazima vitazamwe kwanza, alafu wao kama management watatoa statement rahisi, alafu kama kawaida nitakuwa mezani kujimwaga na kuwaambia kwamba utaratibu umekuwa hivi, unakwenda hivi kwa namna hii. Wewe unaonaje? Tausi amefanikiwa mpaka hivi sasa ndani ya Azam FC ama amefeli? Wewe unaonaje Mkai? Amefeli. Mimi kwangu bado siwezi kusema kitu. Mimi binafsi kwa sababu klabu zetu zinaendeshwa sasa hivi in modern way. Miongoni mwa klabu ambazo zimejipambanua kufanya vitu kitaalamu zaidi ni Azam Football Club, na ndio maana tunataka tuzungumze pengine kwenye numbers. Tunataka tuzungumze kwa watu ambao tumewaweka nyuma ya timu ambao hawaonekani, wale askari vivuli. Watuambie kwamba project aliyokuja nayo mwalimu na sisi mkatukabidhi tufanye follow up ni hii hapa. Kwa mujibu wa taarifa tuliokuwa nayo sisi na assessment ambayo tumeifanya, mwalimu hajafikia malengo, au mwalimu amefikia lengo, au mwalimu amefika angalau 75% ya lengo. Kwa hiyo bado tunahisi tunaweza kuendelea naye, tukaendelea kutoa nafasi. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo tunasubiri pia wataalamu wetu wa evaluation watuambie baada ya msimu kamili. Natamani nami pia niwe katika jopo hilo, kwa sababu kwa haraka tu Ibwe, msimu uliopita mlimaliza nafasi ya pili na mlicheza finali ya CRDB Federation, lakini msimu huu mmetolewa mapema sana kwenye CRDB Federation Cup, lakini pia kwenye ligi kuu huku nafasi ya pili naweza kusema hapana, ya tatu mnaweza mkatoa. Kwanza karibu kwenye jopo hili kwa sababu wataaluma tupo huku, lakini ukweli ni kwamba sisi wenyewe binafsi sidhani kama tumefurahi na ambacho tumekiona msimu huu, kwa sababu
kawaida ya mshahara huwa ni kubaki constant au kupanda. Kabisa. Huwa ukishuka umeshuka kwa makubaliano maalum, lakini nature ya kazi ofisi zetu ni kwamba mshahara upande au ubaki vile ulivyo no matter what. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea pengine kwa kile ambacho tumekifanya msimu mmoja nyuma kabla ya msimu huu kingekuwa ni muendelezo, kuiona pengine timu kama haijawa bingwa basi inakuwa kwenye nafasi ile ambayo ilikuwa msimu uliopita, lakini kwa improvement nzuri zaidi. Ndio. Unatamani kuiona pengine timu kwenye nafasi ambayo ilimaliza kama ilikosa ubingwa wa FA msimu uliopita iwe kwenye nafasi nzuri ya pengine hata ya ubingwa wa FA msimu unaofuata. Lakini unfortunately imekuwa tofauti, na nafikiri ndio kitu ambacho kinawafanya watu wengi wazungumze kuhusiana na pengine kile ambacho amefanya mwalimu wetu. Lakini nafikiri mmeona kuna baadhi ya wachezaji walikuwa hawapati nafasi sana msimu uliopita, wamekuwa regular starters, mfano wakina Idi Nado, na wamekuwa na performance nzuri na mchango mkubwa kwenye team. Tumekosa baadhi ya wachezaji